Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media. Baada ya sisi kuzungumza nanyi tarehe 3 Aprili, wanachama na watiania waliunga mkono waraka wa G55 kuendelea kutishiwa ndani ya chama na maelekezo kupelekwa ngazi ya chini kabisa ya matawi ya chama kwamba yatufukuze uwanachama wale wote tunaosema haki ya kugombea ni haki ya kikatiba kwa mujibu wa katiba ya Chadema, ni malengo ya Chadema, eti wafukuzwe uwanachama. Na maelekezo haya yameenda maeneo mbalimbali kwa viongozi wetu. Ni utamaduni mpya kwenye chama chetu. Hatujawahi kuwa na utamaduni huo. Ndani ya chama chetu tumeishi tukiwa na maoni na mitazamo tofauti kwa kipindi kirefu sana. Nitawakumbusha mwaka 2007, 2008 Zitto Kabwe alipoteuliwa kuwa kwenye kamati maarufu ya madini iliyoitwa kamati ya Mzee Bomani, chama kilimzuia asiwe mjumbe kwenye kamati hiyo. Lakini Zitto aliendelea kushikilia msimamo wake. Hatukuwaza kumfukuza uwanachama. Akashawishi chama. Na nakumbuka moja ya kamati kuu tulimtaka Zitto aeleze wanajadili nini. Zitto akasema, nina kiapo, siwezi kusema kwa sababu tumekula kiapo. Aliungwa mkono na mzee Edwin Mtei. Ndani ya kamati kuu mzee Mtei akasema, hapana, mtu mwenye kiapo hawezi akazungumza mambo ambayo amekula kiapo nje ya kiapo chake. Na Zitto hakufukuzwa wala hakuna aliyewaza afukuzwe. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata habari mbalimbali kutoka Dar24 Media.